Ndamugeithia rucini rwa umuthi na wasalimu asubuhi ya leo. Mungu wetu amekuwa pamoja nasi katika usiku kucha na ametoa ruhusa asubuhi ya leo, na ameona ni vyema tukue pamoja asubuhi ya leo. Ametupea afya, ametupea uzima, na akaona ni vizuri tuweze kuwa katika siku ya leo, kwa sababu upendo wake umekuwa mkuu kwetu. Kwa hivyo ni jambo la kushukuru Mungu wetu sana kwa sababu ya kile ambacho ametutendea katika siku ya leo. Tupea uhai na afya. Yote hayo imetendeka katika mkono wa Mungu wetu. Kabla niendelee kusema jambo lolote, Biblia inasema lazima tutangulie na dua na maombezi ili tuweze kuwa Mungu wetu, jambo lolote tunalolifanya tuweze kulifanya kwa kuwa tunamtukuza yeye. Kwa hivyo ningependa niweze kuomba, alafu niweze kuendelea, ndiposa tuweze kuwa pamoja na Kristo na Roho wake, awe mwalimu wetu, awe kiongozi, mwelekezi, mtafsiri wetu wakati tunapoingia katika maandiko matakatifu, na tunapoingia katika kweli wa maandiko ambao umekataliwa na dini zote, ikiwemo dini ambayo Mungu alikuwa amechagua, kanisa la SDA, viongozi, pastors wamekataa neno, wanafundisha mafundisho ya shetani kanisani. Wamemuunga shetani mkono. Wacha tuweze kuomba ili tuweze kuingia katika neno la asubuhi ya leo. Tuamini na tuombe. Tupige magoti tuweze kuomba, sababu hiyo ndio heshima kuu kwa Mungu wetu. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu tumekuja mbele zako tukisifu jina lako. Asante Mungu wetu kwa sababu ya kuwa pamoja nasi, umetuongoza, umetulinda, umekuwa pamoja nasi usiku kucha mpaka ukatoa ruhusa asubuhi tukiwa na afya na tukiwa wazima. Ikiwa kuna dhambi yoyote tumetenda kinyume na mapenzi yako, kunena, kuongea, kutafakari, Mungu wetu ninaomba msamaha. Wakati huu tunaenda kusikia ujumbe wa asubuhi, kuwa pamoja nasi, tuongoze na utulinde, tuonapo mwanzo mwema na mwisho, siku na siku tutakurudia. Siku ya leo Mungu wetu tupe tamaa na kiu ya kusoma na neno lako na kujiandaa kwa sababu ya kurudi kwa